imamu wetu, rafiki yetu, baba yetu na wasila wetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumsomea dua ya faraja baada salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim salawatu alayhi wa alihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a wa liya wa hafidha wa qa'ida nasira wa dalila wa ayna hatta tismina wa arda ta'ala wa nasta'u fiha tawila Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa neema ya afya na uhai na kutupa taufiki ya kukaa katika kikao kama hichi kwa ajili ya kukumbushana yaliyo ya kheri kwa nafsi zetu, kwa ajili ya maisha yetu ya hapa duniani na maisha yetu ya baada ya dunia hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Rajab na baraka ya kikao hichi na baraka ya sahib al-asr wa zaman, kila mwenye haja zake katika ndugu, jamaa na marafiki, wazazi na wote ambao wanahusiana na sisi, Mwenyezi Mungu inshallah awatakabalie hawaiji zao. Tutakuwa na darasa fupi tu kwa lengo la kukumbushana yaliyo mema na kukanyana ambayo sio mema. Darasa yetu ya leo inahusiana na kutambua adabu, heshima, nafasi, umuhimu wa miezi hii mitukufu ambayo mwezi wa kwanza huu wa Rajab unaelekea ukingoni, tukiwa tumebakiwa na mwezi wa Shaaban, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu inshallah sote kwa pamoja atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Malengo ya darasa ni kufahamu heshima ya miezi hii, ni namna gani tutaishi nayo, ni namna gani tutanufaika nayo, isiwe masiku haya yametupita pasina ya faida, bali tupate faida na Mwenyezi Mungu inshallah tufanye pesa. Tutakuwa na nukta 4. Nukta ya kwanza, kwa sababu tunazungumzia adabu za miezi hii, tunazungumzia namna ya kuishi na miezi hii, basi tutafafanua kwa uchache maana ya adabu ni nini. Nukta ya pili, tutatizama malengo na vipi tunaweza tukazifikia hizo adabu. Nukta ya tatu, tutataja kwa uchache, kwa mukhtasar, sehemu ya adabu za mwezi huu mtukufu wa Rajab, na mwisho tutamalizia kwa mukhtasar mfupi, na inshallah itakuwa mwisho wa kikao chetu. Amirul Mu'minin sallallahu wa sallam alayhi anasema katika hadithi, ya mu'min, ewe mu'min, inna hadha al-ilma wal adab, hakika hii elimu na adabu, thamanu nafsi, ni thamani ya nafsi yako. Elimu na adabu ndio inabeba thamani ya nafsi yako, utu wako, itakuweka katika ubora. Basi fashtahidi fi ta'allumihima, fanya juhudi, ibidiishe
katika kujifunza elimu na adabu. Natija akasema, fama yazidu min ilmika wa adabika yazidu fi thamanika wa qadrika, kadri ambavyo elimu yako na adabu yako itazidi kuwa juu, ndivyo ambavyo thamani yako na heshima yako itazidi kukua. Kwa mukhtasari, tunapozungumzia adabu ama wakati mwingine tunasema akhlaqi, tunamaanisha nini? Adabu inahusiana na mwenendo na namna ima kuzungumza, mienendo yako wewe, unavyoishi, unavyofanya mambo, mahusiano yako wewe na vile vinavyokuzunguka, namna ya kutekeleza wajibu na mambo mbalimbali. Hivi vitu vinaitwa adabu, na ndio maana utaambiwa ama unasikia tukifundishwa, kuna adabu za kukaa, adabu za kuzungumza, adabu za kutembea, adabu za kusikiliza, adabu za kuvaa na kadhalika. Kwa hiyo adabu inabeba maana hii, mwenendo wa vile unavyohusiana na vitu. Kwa upande wa akhlaq, wanasema ni tabia za ndani zinahusiana na nafsi na roho: unyenyekevu, upole, subra. Inabeba maana ya akhlaq. Kwa mukhtasar, tunapozungumzia adabu na akhlaqi, asili ya adabu ni matokeo ya vitendo, kwa hiyo iko nje. Asili ya akhlaqi ni ile hali iliyoko ndani ya nafsi. Mahala ambapo adabu inapatikana ama akhlaqi ni katika vitendo na mazungumzo. Ama akhlaqi mahala inapopatikana ni katika moyo na nafsi. Hivi vitu tunapokuwa tunajifunza ama kujiongeza, kwa upande wa adabu ni haraka sana kupata mabadiliko ya haraka, lakini kwa upande wa akhlaqi inachukua muda, ni jambo linahitaji mazoezi na juhudi ya mara kwa mara. Mfano kama vile tulivyotoa adabu ya kuzungumza, adabu ya kuketi, adabu za kuswali, na mfano katika akhlaqi ni kuwa na subra, kuwa na unyenyekevu, na matunda yake, adabu ni matunda ya natija ya kile kilichopo katika moyo na nafsi. Kwa nini vitu hivi viwili? Amirul Mu'minin salawatullahi wasalamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anabainisha katika maneno marefu kidogo, tutayafupisha. Anasema, ayuhan nas, enyi watu, inna Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu aliyetakasika, lamma khalaqa khalqahu, baada ya kuwa ameumba viumbe vyake wanadamu, alikusudia sisi, arada an yakunu ala adabin rafi'atin wa akhlaqin sharifa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipotuumba, hakutuumba katuacha tu, alitaka tuwe na hizi sifa mbili katika mustawa wa hali ya juu: adabu nzuri na tabia zilizo bora nzuri. Fa'alima annahum lam yakunu kadhalika illa bi an yu'arifahum,
tutazifikia vipi hizo adabu? Vipi tutaweza kuwa bora na shakhsia zetu zikawa nzuri, tukawa na watu wenye wasifu nzuri? Ni lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundishe hizo adabu, na kutufundisha huko hakutimii isipokuwa bil amri wa nahi. Kwa Mwenyezi Mungu katuamrisha fanya hichi, ndiko anakufundisha. Anakufundisha kuambia fanya hichi, hichi usifanye. Kuamrishwa na kukataza hakutimii isipokuwa bil wa'di wal wa'id. Fanya hichi kwa sababu hichi ni kizuri. Kwa angesema tu fanyeni hichi msiache, asibainishe sababu na tija isingepatikana. Kwa hiyo akatuamrisha kwa kutuonyesha kwamba hichi kifanyeni kwa sababu ni kizuri na hichi kiacheni kwa sababu sio kizuri. Lakini kubainisha uzuri na kutokuwa kuzuri kwa kitu hakutimii isipokuwa abainishe madhara ya kile kizuri, kile kibaya, na athari njema ya kile kizuri. Akasema Amirul Mu'minin, wala yakunu illa bima tashtahihi anfusuhum wa taludhu a'yunuhum. Fanyeni hichi ni kizuri kwa sababu natija yake ni 1, 2, 3. Acheni hichi si kizuri kwa sababu natija yake ni 1, 2, 3. Na ndio maana tunasoma katika ayati nyingi na katika hadithi mbalimbali, ukifanya jambo hili Mwenyezi Mungu atakulipa pepo. Ukifanya jambo hili Mwenyezi Mungu atakuongezea umri. Mathalan, sadaka ukitoa, Mwenyezi Mungu anakuongezea umri, anakuepushia mabalaa. Ukifanya hivi itakuwa ni kadha wa kadha. Usipofanya hivi pia vile vile itakuwa ni kadha wa kadha. Hivi ndivyo tunavyozipata adabu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa amemuumba mwanadamu na mwanadamu akawa hakamiliki thamani yake isipokuwa awe ameadabika na kufunzika kwa tabia zilizo njema, akamfikishia hizi adabu na tabia hizi katika usulubu huu ambao tumeutaja. Kuna nukta japo iko nje ya mada, lakini ni nzuri kuipata. Amirul Mu'minin sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa nini katika maisha yamezungukwa na vipindi vya furaha na vipindi vya huzuni? Kuna matukio ya kukufurahisha, lakini wakati huo kuna matukio ya kukuhuzunisha na kukufanya mnyonge. Akasema kwamba hivi vizuri ambavyo tunakutana navyo katika maisha na haya maumivu na yale mabaya ambayo tunakutana nayo katika maisha, liyastadillu bihi ala ma wara'ahu min al-ladhati al-khalisa allati la yashubuha alamun ala wahiya al-janna. Unapopatwa na hali nzuri katika maisha haya ya dunia, hikma yake Mwenyezi Mungu alikuwa anataka ni nini kukufikishia hicho kitu. Huu ni mfano tu katika mazuri ambayo yamo katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiwa umepatwa na furaha au umepatwa na jambo la furaha, hii ni mfano tu wa ladha bora na ya kudumu iliyoko katika pepo tukufu. Vile vile ukiwa umepatwa na jambo ambalo si nzuri, ni sehemu tu ya mabaya katika mabaya ya motoni. Kwa hiyo hikma Amirul Mu'minin sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba katika maisha haya ya kidunia, ikiwa tutakutana na jambo zuri, basi litukumbushe mazuri ya peponi, tukabidiisha ibada na utiifu ili tukasikute kule, na kama tutapata na kibaya tukumbuke mabaya ya
jahannam na motoni, ili tuweze kujiepusha na hayo na tusiingie katika hali kama hiyo. Nukta ya pili, katika adabu chache za mwezi huu mtukufu wa Rajab. Nukta ya kwanza, tufahamu kwamba mwezi mtukufu wa Rajab ni mwezi wa istighfar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, anasema Rajabu shahrul istighfari li ummati. Mwezi wa Rajabu, katika adabu ambazo tunaanza kujifunza za namna gani tutaishi na mwezi wa Rajab, japokuwa tuko katika mwisho, na bila shaka tulipata kujifunza mengi kutoka katika walimu waliotangulia katika kukumbusha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema huu mwezi wa Rajabu ni mwezi wa istighfar. Wajibu wetu katika kuboresha uhusiano baina ya sisi na mwezi huu ni kuhusirisha istighfar katika mwezi huu. Akasema akthiru fihi al-istighfar, zidisheni ndani yake kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu ghafurun rahim, kwani hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Kwa hiyo katika adabu na faida na mambo ambayo tunapaswa kuyafanya tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Rajab, tusighafilike na kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Ni fursa ya sisi kujisafisha pale ambapo tulikosea katika masiku yaliyopita. Nukta ya pili, Imam Ridha alayhi afdal salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema Rajab shahrun adhim. Tutambue kuwa pia mwezi huu mtukufu wa Rajab ni mwezi mtukufu mno. Yudhaifu Allahu fihi alhasanat, Mwenyezi Mungu huzidisha maradufu mema katika mwezi huu. Wayamhu fihi as-sayyi'at, na Mwenyezi Mungu pia vile vile hufuta mengi katika mabaya. Kwa hiyo adabu ya pili miongoni mwa adabu nyingi zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Rajab, tufahamu kwamba huu mwezi mtukufu wa Rajab, masiku haya 30 ni masiku ambayo yana thamani isiyokuwa na kifani. Kama utapata taufiki ya kulijua hili, basi ni fursa pekee ya wewe kusafisha kile ambacho ulipaswa kukifanya katika masiku yaliyopita. Kila jema utakalolifanya, Mwenyezi Mungu analizidisha maradufu katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Na lolote lile utakaloliomba kusamehewa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haraka kwa huruma na heshima ya mwezi huu anajifuta. Hii ni adabu ya pili, ama nukta ya pili. Ya tatu na ya mwisho, Imam Ridha pia akasema ba'atha Allahu Muhammadan li 3 layalin madina min Rajab fa sawmu dhalika al-yawm ka sawmu 70 ama. Katika heshima kubwa ambazo tunapaswa kuzitambua za mwezi huu mtukufu wa Rajab, huu ni mwezi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kuna kumbukumbu muhimu sana kwa waumini na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo alimpa majukumu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya utume, kuja kukomboa ulimwengu, kutoa katika kiza kuleta katika nuru ya taa na tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa heshima hii unapaswa kuishi na mwezi huu katika daraja ambayo utamtendea haki Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama kumwenzi, kulinda
kutunza na kuheshimu da'wa aliyoifanya kwa kipindi chake chote kile cha miaka 23 cha kufundisha na kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa ni tarehe 27 ya mwezi wa Rajab ambao tunaelekea mwishoni katika wiki ya mwisho. Faida za kufahamu hizi adabu za mwezi mtukufu wa Rajab ni zipi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufundishi kitu pasina ya malengo, pasina ya natija. Lazima kuna kitu anakihitaji katika kile anachokufundisha, kama ambavyo tumeona katika hadithi iliyotangulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabainisha, anasema inna man arafa hurmata rajabin wa sha'bani, yule ambaye atakayefahamu heshima ya mwezi wa Rajabu na heshima ya mwezi wa Shaaban, wa wasalahuma bi shahri Ramadan, kisha akaunganisha pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao ni mwezi wa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anasema shahidat lahu hadhihi shuhuru yawm al-qiyamah. Kwa haya machache tu ambayo tumeyazungumza katika nukta hizi tatu na nyinginezo nyingi ambazo tumekuwa tukizisoma na tunaendelea kuzisoma na kujifunza kuhusiana na mwezi mtukufu wa Rajab, na ambazo pia tutajifunza kuhusiana na mwezi mtukufu wa Shaaban, na Allah akitupa taufiki pia na afya na uhai katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tukizifahamu hizi, na si tu kuzifahamu na kuzifanyia kazi, Mtume anasema hii miezi itasimama siku ya Kiyama kutolea ushahidi mzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu alinitambua, akafahamu thamani yangu, akanitendea na haki. Kwa mfano, kikao hichi kidogo ambacho tumekaa cha kukumbushana na kufundishana katika haya mazuri ya mwezi huu mtukufu wa Rajab, ikiwa utadondoka katika mwezi huu ama baada ya mwezi huu, lakini mwezi wa Rajab siku ya Kiyama utasimama kutakia shafaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhan, ikiwa tutafikia huko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah atufikishe huko. Mukhtasari mfupi tumalize darasa. Tulikuwa tukizungumzia adabu, mienendo na namna ya kuishi na miezi mitatu. Mukhtasari huu ni katika yale maneno tuliyotanguliza Amirul Mu'minin sallallahu alaihi wasallam akisema, ewe mu'min, hakika elimu na adabu. Elimu ni maarifa, adabu ndio hivyo tunavyojifunza katika elimu kuvifanyia kazi. Mfano, katika haya tuliyozungumza, kuzidisha istighfar katika mwezi mtukufu wa Rajab, upe heshima mwezi mtukufu wa Rajab kwa heshima bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uzidishe kufanya mema katika mwezi mtukufu wa Rajab, na nyinginezo, uzidishe kufunga hata kama ni kufunga mara moja. Haukubahatika kufunga ama huwezi kufunga, badala ya kufunga toa sadaka, unaandikiwa pia thawabu za funga, na nyinginezo ambazo tumejifunza. Hivi vitu ukavitambua, na adabu na elimu kiujumla katika mambo yote ambayo yanafungamana na maisha yetu, ndiyo thamani ya nafsi. Amirul Mu'minin anatanabaisha jambo, thamani ya mtu si pesa kama ambavyo wengi tunachukulia katika maisha ya leo. Si pesa. Thamani ya mtu si nasaba, kwamba katoka katika nasaba fulani, ukoo fulani walikuwa na hili na hili na hili. Yale ni mapambo, ni mambo mazuri, yana sehemu yake, lakini panapokosekana elimu na adabu ndani yake, vile vitu vinakuwa havina thamani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Basi pana ushauri mzuri anaotoa Amirul Mu'minin, anasema fashtahidi fi ta'allumihima, zidisha
juhudi na bidii katika kuongeza elimu na adabu, kwa sababu kadri unavyozidi maarifa ndivyo kadri heshima yako inazidi kuwa juu, na kadri unapopungua maarifa ndivyo kadri ambavyo heshima yako pia inazidi kuporomoka chini. Na ndio maana na sote tunaishi katika mazingira haya. Unapofanya jambo zuri unasifiwa katika hali kwamba una akili na maarifa, lakini unapokosea pia unadogoshwa. Haijalishi uko katika muonekano gani, ni muonekano wa kipesa ama ni muonekano wa kinasaba kama ambavyo tumetaja. Kwa hiyo heshima ya mtu ni elimu na adabu, lakini elimu na adabu hii havidumu pasina ya juhudi katika kuzidi kuongeza maarifa na katika kuzidi kuyatendea kazi yale maarifa, ndipo thamani ya mtu huyu inang'aa na kuonekana katika jamii. Bali ndipo thamani ya mtu huyu ambaye ni muumini, hasa tunamzungumza, inaonekana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mbele ya Imamu Zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mpaka hapa